Diplomasia ya ulinzi na usalama chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa ni sababu pekee iliyosababisha baadhi ya watu kutoka nchi jirani ya Kenya waliotaka kujipenyeza na kuleta chokochoko nchini mwetu kulaumiwa vikali na viongozi wa nchi yao. Mei 22, 2025, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Stegomana Tax amekutana na waandishi wa habari katika ukumbi wa habari Maelezo jijini Dodoma, alipoweka wazi mafanikio ya sekta ya ulinzi katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo akatumia nafasi hiyo kusema, tuna mfano hai hapa juzi, wala sio muda mrefu, ambapo mmeona baadhi ya watu waliotaka kuja kujipenyeza ndani ya nchi yetu na kuleta vurugu. Mmeona jinsi gani mataifa ya hao waliotaka kujipenyeza na kuleta fujo yamekuwa mstari wa mbele kuitetea Tanzania. Mmejionea ndugu zangu, si ndio? Kwamba wao nakimbilia kwenye nchi ya mwingine, unataka kwenda kufanya fujo, lakini kwa sababu ile nchi imeshajenga diplomasia vizuri, na nchi yako, hata nchi yako inaona kwamba wewe kwa kweli unachokifanya sio sahihi. Kwa hiyo haya mambo ya kuimarisha diplomasia ni mambo muhimu sana. Ni fanikio ambalo kwa kweli hatuna budi kujivunia, lakini hatuna budi kupongeza. Kwa sababu mtu mwingine angetarajia kwamba hawa watu waliofanya wanaotaka kuleta vurugu katika nchi, basi nchi zao ziwatetee. Lakini kwa sababu tunafanya kazi pamoja kama hivi nilivyosema, tunakutana, tunaongea, tunajadiliana, tunafanya mafunzo ya pamoja, tunafanya mambo ya pamoja, kwa hiyo tunakuwa kitu kimoja. Na kwa sasa dunia ya sasa wanaita ni bora kuepusha vita. Kwa hiyo nachukua jitihada zaidi za kuepusha vita kwa kuimarisha diplomasia ya ulinzi na usalama kuliko kuanza kuingia katika mapambano. Ukiingia katika mapambano utapoteza rasilimali za kutosha, utaumiza wananchi wako na utajikuta kwamba unarudi hata nyuma. Ushiriki huu umewezesha kulinda mipaka yetu, kuimarisha diplomasia ya ulinzi na kutekeleza matakwa ya kimkataba ya kimataifa na kikanda na kulijengea taifa letu heshima kubwa sana. Si kazi ndogo hata kwa taifa kujitoa katika mission kama hizi. Inahitaji ujasiri wa hali ya juu, inahitaji utayari wa hali ya juu, na inahitaji uzalendo wa hali ya juu. Kwa sababu mtu mwingine anaweza akasema kwa nini, lakini yeye anaelewa kwamba amani ya nchi yako lazima pia uangalie amani ya dunia, na ukiwa kama mwanachama wa hii mikataba ya kimataifa na kidunia. Lakini pia Tanzania ni mjumbe wa Baraza la Usalama wa Umoja wa Afrika. Wabunge Rashidi Shangazi wa jimbo la Mlalo na Seifu Gulamali wa jimbo la Manonga wakatia neno kuhusu jeshi hilo. Wito kwa Watanzania ni kuwataka tu waamini kwamba ulinzi wetu unaanza na mtu mmoja mmoja. Pale tunapoona kuna viashiria ama tunapoona kuna mambo ambayo yanaweza yakaharibu ustawi na utulivu na amani yetu tuliyokuwa nayo, wawe wapesi kutoa taarifa. Lakini tusiige mambo ya wenzetu, aidha wawe majirani ama wawe mataifa mengine. Sisi ni taifa ambalo lina mila na desturi zetu, ambazo kwa msingi huo wa mila na desturi zetu ndio ambayo kwayo jeshi la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeundwa. Kwa hiyo tusipende kujifananisha na watu wengine. Sisi ni sisi, tutabaki kuwa sisi. Sisi tuna upekee wetu, na upekee wetu ndio nao tutofautisha na nchi zingine. Kwa hiyo tunapa big up kubwa kwa kazi nzuri ambayo wameendelea kuifanya, na tunaamini mambo makubwa zaidi yataendelea, kwa sababu tumekuwa na nchi ambayo ina utulivu, ina maelewano, tunasikilizana, lakini hata pale zinapotokea zile sintofahamu za kwetu tunazungumza. Kwa hiyo masuala ya kisiasa yameachwa kwenye mambo ya kisiasa, masuala ya kijeshi yameachwa masuala ya kijeshi. Imekuwa ni watu ambao hawaingiliwi, wanafanya kazi zao vizuri. Lakini pia tumeona kila mwaka wanajeshi wetu miundo mbinu yao wameendelea kuiboresha. Vifaa vya kisasa, tumeona ndege zile wanazokuwa wanunua kila mwaka,
idadi ya wanajeshi ambao wanaendelea kuajiriwa kwenye jeshi letu la wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo kuna improvement kubwa sana katika jeshi, na tunaweza kuambia tu kwamba kwa sababu sasa hivi majeshi duniani ni teknolojia, na kwa sababu dunia imehamia kwenye teknolojia, tumeona wamekuwa sasa hivi duniani tunapigana vita sio kwa kwenda nchi kuvamia nchi nyingine. Sasa hivi wanapigana vita kupitia button, unabonyeza button kitu kinakwenda. Kwa hiyo ninaamini na jeshi letu lipo kwenye hiyo right way kuhakikisha kwamba tunafikia katika mfumo huo wa kupata mifumo ya kisasa na kuweza kupambana na nchi ambazo zitakuwa tuwe tayari, kwa sababu siku zote lazima tuwe tayari kuhakikisha kwamba tuna drones katika taifa letu, tuna vifaa vya kisasa ambavyo vinaweza vikafanya chochote sehemu yoyote. Lakini pia watu wa IT lazima wa jeshi letu, naamini limeajiri vijana wengi na litaendelea kuajiri kuhakikisha kwamba jeshi linakuwa la kisasa. John Israeli, Banda Media, Dodoma.